Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV tarehe 1 mwezi wa 6 2026, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari mwenyewe wa habari za moto. Uvira na Fizi, taharuki ya zuka Uvira, magari ya M23 kukamatwa tarafani Fizi, kifo cha mzee William Mamuli ya kutumba uongo mtupu. Beni, zaidi ya raia 13 wapoteza maisha, huku Zanzu Mangese maarufu kama Pigme msanii pia apoteza maisha pamoja na familia nzima, huku raia wakitaji mabadiliko ya katiba. Kabare, mapigano makali, wazalendo na FARDC wadhibiti eneo la Kishadu, huku mapigano mengine yakiwa bado yanaendelea kati ya magaidi wa M23 na wazalendo pamoja na FARDC. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine yote ambayo yanazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile ungana na sisi kupitia Operation Saidia Muzalendo. Tuanze kwanza na taarifa hizi kutoka tarafani Fizi pamoja na Uvira. Huku tukianza na Uvira, taharuki ya zuka Uvira. Magari yanasadika kuwa M23 yakamatwa ndani ya plane ya Ruzizi tokea siku ya Jumamosi iliyopita, Jumapili mpaka kufika leo hii Jumatatu. Hali ilikuwa bado yenye taharuki maeneo ya plane ya Ruzizi baada ya magari ya biashara ikikamatwa na wazalendo, huku wakijaribu kukagua ndani. Kutokana na taarifa zilizotembea kwa mitandao mbalimbali ya kijamii, huku ujumbe wa sauti ukisisitiza kwamba ndani ya magari hayo kuna silaha pamoja na vifaa muhimu vya kijeshi vya magaidi wa M23. Baada ya taharuki hizo, wazalendo waliweza kusimamia huo mchakato na kufanya ukaguzi wa kina ili kuweza kujua ni nini ambacho kiko kinaendelea katika hayo maeneo. Magari yote yalikamatwa na kupelekwa moja kwa moja mpaka maeneo ya Runingu na baadaye kufanyiwa ukaguzi, kisha tena kupelekwa mpaka maeneo ya Uvira ambako vile yalifanyiwa ukaguzi wa kina. Kutokana na hayo ambayo yamefanyika Uvira, Komanda de Goma kutoka maeneo ya Kiliba alikuwepo Runingu na kuweza kufanya shughuli za ukaguzi, na ripoti alotutumia nafikiri wengi wamekuwa wameiona kupitia Baraka1 TV kipindi cha habari na maelezo, lakini vile ripoti kamili kutokana na hali hiyo, huyu hapa Rafael Roger Seko. Habari kamili kutoka mji wa Uvira, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo bondeni mwa mto Ruzizi kumekuwa vuta ni kuvute kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo, ambapo kwenye majira mchana kati kuna gari karibuni 50 za aina Actros zilizokuwa na kwamia Luvungi sababu ya njia plende la Ruzizi inayofungiwa na kuwepewa ruhusa kwa safari yazo ili kwenda katika mji wa Uvira. Muungano wa watembezaji wa magari uliandikia gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi akimwomba aweze kuwafungulia njia ili gari zao ziweze kuingia Uvira, maana kuna vitu vya watu, biashara za watu ambazo zilikuwa zimekwama pale Luvungi na magari zabo ndizo zinazoleta biashara hivyo. Gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi alipopata barua hiyo akaona ni vema kuandikia mkubwa wa jeshi la taifa FARDC pa Uvira aweze achia gari hizo zipite na kuingia Uvira, huku akiwa nawaambia kwamba waweze kuzikagua vikali sana ili kuangalia kama kuna vitu vibaya vilivyokuwa ndani. Ndipo hiyo siku ya Jumamosi ya tarehe 30 Mei mwaka 2026 gari hizo zilipewa ruhusa kwa safari ya kuelekea Uvira, ili walipofika kwa bariera Mikamba, baadhi ya wazalendo walipinga vikali gari hizo kuendelea na safari ya Uvira mpaka kwanza zikaguliwe kwao.
Sasa wanajeshi wa taifa FARDC walisema kwamba hakuna maana ya kukagua tena hizo gari, maana wao walishazikagua tangu zilipofika tu kwenye barriere yao ya Katogota. Fujo ya kutokuelewana kati ya kundi hizo mbili kuhusu kukagua gari hizo zilipelekea kupigwa risasi ambayo ileta tu uvumi kiloko, huko raia ikiwa kwenye wasi na usalama. Gari hizo ziliendelea kukaguliwa vikali pamoja na viongozi wote wa pande zote mbili kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo. Hayo yakiendelea katika mji wa Uvira majira ya saa 2 usiku wa tariki 31 Mei mwaka 2026, katika siku ya Jumapili hiyo tariki 31 mwezi wa 5 mwaka 2026, milio ya risasi ilirindima katika mji wa Uvira, vile vile katika maeneo ya Kasenga ambapo majira saa 3 za usiku miziki za risasi, mizinga mikubwa ilisikika ambapo ilifanya raia wapate kulala kwa wasiwasi mkali. Tukiendelea katika habari hizo, Rais wa nchi Felix Tshisekedi katika mazungumzo ambayo alitoa rasmi mbele ya waandishi wa habari katika mji mkuu wa Kinshasa ametoa litangazo rasmi alikusema kwamba waziri wote wa nchi ya DRC watapaswa kuwa naungana kwenye mazungumzo yao, sio kwamba atakuwa anafanya kila mwisho wa wiki, lakini itakuwa ni limoja kwa mwezi ili kukamata maamuzi kwa shimikio na kwa kuikazia zaidi. Hayo alisema tamko hiyo kwa kuona kwamba ni vizuri kwamba mazungumzo ya waziri wote wa DRC wapate kuwa nafanya mazungumzo ya limoja kwa mwezi ili maamuzi ya kuwe na ukubwa zaidi. Tukirudi moja kwa moja tarafani Fizi, kifo cha mzee William Amuli Yakutumba ni uongo. Habari siku 2-3 zimekuwa zikizagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, huku zikimhusisha kamanda wa majeshi kiongozi wa CNPSC William Amuli Yakutumba ya kwamba ameweza kupata majeraha ya drone baada ya magaidi wa M23 kuangusha drone. Hivyo kuna uwezekano mkubwa wa Yakutumba kuwa amefariki ama amepata majeraha makali na kuweza kupelekwa moja kwa moja nchi jirani kwa ajili ya matibabu zaidi. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zimetoka kwenye mitandao ya kijamii, lakini zisizokuwa na uhakika na ukweli ndani yake. Hii sio mara ya kwanza kwa mzee William Amuli Yakutumba kusadikika kwamba amepoteza maisha. Imekuwa ikijirudia hivyo mara kwa mara, na yote ni kutokana na uhodari pamoja na kazi kubwa ambayo anaonekana iko naifanya huko milima ya Nyanja ya Juu kwa ajili ya kuendelea kutongana na magaidi wa M23 Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Tuliweza kupata nafasi ya kuzungumza na moja kati ya watu wa karibu na mzee William Amuli Yakutumba. Alizungumza ya kwamba, na nukuu maneno yake, hao ambao wanasema mzee Yakutumba amefariki ama amepata majeraha makali ni wakosefu wa akili. Unajua, sio kila mtu unayemwona kwamba ni mgonjwa, kuna wengine pia ni wagonjwa wa akili ambao wanaongea mambo wasio yajua. Mzee William Amuli Yakutumba ni mzima, na leo hii Jumapili tulikuwa tuko wote kanisani. Kuna mwisho wa kunukuu. Meshe kabonga owike balwati ba akili, ndwati wa akili talulia ndwati talulia ule walwala ndwi o mana walwala ndichi kaino sin ndwati ole na balwati ba lwala tokili, ole balwati ba lwala tokili ojo mwa utangaziani wo mze tale ya yale beni obwiro jonto ale inshile obwiro jonto ale inshile jonto mutena ni wo nze tale wangwa nze ale olunge makalama po uno zukutoshitwa ingira nkanisa twaulana na bino nile na hake muntu mutenda bibe te baba M23 ba osa achi tabike ba mutumia ba mutumia kampanya wenyewe timbelecha hivyo nze ale makara kabisa twakilili la byangene taola alondo kabisa. Kwa sasa mzee William Amuli Yakutumba anapatikana kwenye milima ya Nyanja ya Juu ambako yuko anaendesha operesheni dhidi ya magaidi wa M23 Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Habari za kupigwa kwake ni za uongo, anaendelea vizuri salama usalimini. Hii ambayo unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Baada ya taarifa hizo kutoka huko milima ya Nyanja ya Juu pamoja na Uvira,
ambako magari yalokamatwa sio magari ya M23 bali ni magari ya biashara. Na vile vile huko milima ya Nyanja ya Juu, mzee William Amuri Kutumba sio kwamba amefariki ama amepata majeraha, yuko salama salimini. Beni, zaidi ya raia 13 wapoteza maisha, huku Nzanzu Mangese msanii naye vile vile akipoteza maisha pamoja na familia nzima. Magaidi wa ADF wameweza kuendesha mauaji ndani ya tarafa ya Beni huko jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako zaidi ya watu 13 wamepoteza maisha kutokana na ripoti ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Msemaji wa maeneo hayo Marke Elongo ameweza kutoa taarifa ifuatayo: watu zaidi ya 13 ndio wanasadikika kwamba wamepoteza maisha baada ya kuweza kukatwa kwa visu na mapanga na magaidi wa ADF NALU. Raia katika hayo maeneo wana mtazamo gani? Asilimia kubwa ya raia wamechukizwa na vitendo hivi vya magaidi wa ADF, huku wakiendelea kuilaumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile wakilaumu jeshi la taifa FARDC na wakilaumu pia ushirika wao na UPDF kutoka Uganda, na vile vile wakiendelea kulaumu MONUSCO kushindwa kabisa kuzuia mauaji ambayo yako yanafanyika mara kwa mara maeneo ya tarafa ya Beni na vile vile maeneo ya mkoa wa Ituri. Kwa sasa magaidi hao wa ADF wameweza kusababisha mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, huku wakiwachoma kwa kuwakata mapanga wazee, vijana, hata vile vile na wanawake. Raia wameonyesha kuandamana na kuhitaji usaidizi zaidi, huku lawama zaidi zikiwa kwa upande wa FARDC kushindwa kabisa kulinda maeneo hayo dhidi ya mavamizi ya hao magaidi wa ADF. Bambute kwenye waliuya askari wetu Mangese, babake na mamake, mamake kwenye waliuya hapa na ikambiko pembe ni bavoisena na position FARDC, yani ifesi yenye na basepare ni balabala. Ndio nyuma hapa huko balabala na FARDC inakuwa na wengine wanaua, hakuna hata mtu mmoja hata na rumu mmoja walikamata. Bien au contraire, yenye banauya kule mpori sio tunapata utude biko na magarni masasi zimoya na makondo. FARDC inakatala kutufata hakuna. Deuxième chose, wazalendo wa hapa Ngadi wanafanyaka kila siku patrouille na basoda, lakini jana basoda hapa balikatala mbu lelo toko kende na bino na hii action inapita. Alors donc tunasema angete deja za kumanzo zinaanjia hapa, tuanje angete parce que il y a des faits, ça fait très mal quand même. Bandugu balikuwa biko hai hiyo komandira Mangese, ele ni mondira Mangese, dineti ya komandira Mangese ya Mangese hii boro yenye na mnaona bo leo wote ni shwa kuna watu wenye tulitumba waende kurepresente isafu usiye ndio tunafaka ama wajao. Alors population ici kujiprendre en charge, kila siku tunasema hatukuwa na zika, hii haiko hai. Hakuna mtu mwenyewe anaweza penda akufe hivi. Angalia sasa hivi wanapa maji kwa kusakrifia nchi. Donc wakati nawaza kukurare kama yenye tunafanyaka ni avantire ama ni populisme ama ni vitu gani, hii c'est trop. Badi tujigombanie kwa hatuna basoda, hatuna ba autorite, abajali Beni washatuuzisha isafu tukufe, habachali abachomani. Hatuwezi kuendelea kuona zika watu hivi badi. Hii haiko normal. Huu ni Mangese. Staro Kabambi mwenye anajulikana, jana alikuwa hai, alionekana. Naona usiku ya leo wanamuona hakuna kitu. Kisha na nyinyi mnapenda tukuraze les bras. Non, c'est pas normal. Parce que hapo hivi sasa hii ni kushanje constitution. Ni vyengine. Haiko normal hii. General Mukisa wapi peke ujiambie. Est-ce que ile mapete unazimerite? Gouverneur Eva Som. Kutoka huko gouverneur huko general. Vraiment
Mko fieri na hii hali. Kama yenye mnapenda. Mko nakufa hivi, wako wanatuzika hivi. Na ile tusiseme. Tukasema manipulation. Na ita kwa yeye. Kwa hii hali. Kutu sekiriza. Mbona hii hali? Sasa tunasema mko complice. Hivi na hivi. Kwa complicité. Matemoignage tuko nazo kungadi na malerte za mulipata depuis. Zinaprouver combien de fois mko complice. Na hatutakuwaze les bras. Hatutakuwaze les bras. Des actions zinaanza. Za nguvu na hazitaepargne mtu. President Tshisekedi na gouvernement yake yote biko ba complice parce que EDF haimenace pouvoir yabo. Na njuna cha bajari tukufe habatuchomane. Ba autorité ya état de siège. Ifobe ya virunga nyiko hapa Mbau. Hakuna intervention moja yenyewe walifanya. Tumemaliza fui 19 personnes. Joje tumedepose kumorgue hospital general ya Beni. Population ya Beni. Kama hatupendi kujisaidia, hakuna wewe watatusaidia. Kubenye tumeona na basoda kuogopa kutufuata mpori joko ne kamata maiti. Hakuna hapa kitu. Hakuna watatusaidia surtout katika uliza realite hapa. Haya kiwa yanaendelea, upande mwingine raia hao wa huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini wanahitaji mabadiliko ya katiba yaweze kufanyika ili kuruhusu maendeleo ya nchi na vile kuruhusu viongozi wa sasa wanaongoza nchi hii kuweza kuiongoza, maana katiba ni kama kuna baadhi ya vipengele ambavyo vinafanya wananchi na viongozi wao kushindwa kutumika kazi kwa pamoja, na hata vile kipengele cha kuruhusu upande wa nchi mmoja kuweza kuenda kwa nchi nyingine kutokana na kulinda amani na ushirikiano wa Afrika. Ni moja kati ya vipengele ambavyo raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawataki hata kuvisikia, na wanataka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande huu wa kubadili katiba iweze kufanyika hivyo ili katiba mpya iweze kupatikana. Kwa mingi ni kukosa kujua. Mobutu Epeka alikuwa na katiba. Ile katiba wakati banamtosha kwa madaraka, mara moja katiba yenyewe ikavunjika. Yule depuis 1960 hakuya kuwaka president mwenye alipatiaka mwingine madaraka. Sipokuwa tu Joseph ndio mwenye amefanya kwa mwisho na kuya haribisha naye. Anapana madaraka mzuri, anaonesha kama demokrasia. Ni kwa nyuma anaenda former rebellion. Ile ndio mabaya yake. Dossier ya katiba tunaanza ijua tu wakati Joseph iko kubutawala, ndio anatia katiba, kumbe ni ya kusutenir rebellion jua endelee kutesa nchi. Wakati anasema sisi tunapasha abandone sehemu ya budongo kwa kutafuta amani na nchi ya jirani ya ndani ya Afrika. Mbo tuko na nchi kenda, zile manchi kenda zote zikatuagrese. Tutaishia wapi? Maana Angola itakamata Kongo Centrale mzima. Kongo Brazzaville nayo nakamata nusu ya Equateur na nusu ya Kinshasa kapitale junjo kwenye wanapanana mpaka. Rwanda inabeba sehemu yake, Uganda sehemu yake, Central Africa, Sudan du Sud, Burundi nayo inabeba, Zambia inabeba, Angola nayo inabeba sehemu yayo. Sasa tutaishia wapi Mkongo? Sikongi tagaburiwa sasa karanga zenye ziko msashe. Yote zenye mtu na mangaa kwa mikono, kila karangi inaenda ngambo yake. Chache waishanje. Constitution kama ya depuis Mobutu kama nini? Hapana, hii yeyo iliandikwa na Kabila benye habaya nayo. Ukasoma ukaipata kitabu yayo, unaenda kumwisho batakwambia kama iko sinye na Joseph Kabila Kabange, rais wa nchi. Yeye ndio mwenye aliandikaka. Basi tulikuwa tunajua kama Mtusi naye anaweza jiprograme. Naye yasemi ni kabila ndogo muinchi yafaa ba mnani ba musutenire ba muhifazi. Mbo kabila moja karomba nationalite mu 450 tiribi. Sasa zile matiribi zingine zezo zitaishi yae. Uko nashituka na nchi na inajiprograme ko na agrese nchi mwenzake. Mimi anasema tuko napigania kabila fulani juu ni kabila ya bachache mwa ile nchi.
una deja nani yafaba na ishanje ile kitabu tu ya katiba njo inaleta vile vyote kabadilishiwa. Hakuna mvamizi mwenye kavamia tena Kongo, itabakia ni nchi yenye iko huru. Huko nasikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 1 za mwezi wa 6 2026, ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Jide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Letesha, Da Asha, Da Are na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Yahaya kutoka Dar es Salaam, Kashosi kutoka Australia, Asokolo Ayeba, Asane Ramadhan, wakiwa mko unasikiliza Baraka One TV. Matangazo yetu unayopata vile vile kutoka maeneo ya Afrika ya Kusini. Baada ya taarifa hizo, tuingie tarafani Kabare jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano makali, wazalendo na FARDC wadhibiti kitongoji cha Kishadu. Baada ya mapigano makali yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali ikiwemo Kibanda, Mangobo, Chulu, ambako magaidi wa M23 wanaendelea kupata moto kutoka kwa wazalendo pamoja na vikosi tihifu kwa serikali FARDC. Maeneo ya Kishadu yameweza kudhibitiwa vizuri na milima yote inayoendea katika haya maeneo yamedhibitiwa na wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Adui M23 anaonekana kupoteza mwelekeo, huku hasara kubwa ikizidi kuonekana kwa upande wa M23. Vikosi vya serikali bado vinazidi kuimarisha nguvu na kuzidi kusonga mbele kuendelea kuwasaka magaidi wa M23. Hadi sasa maeneo mbalimbali tarafani Kabare, Walungu imekuwa ikionekana kukombolewa na wazalendo pamoja na vikosi vya FARDC, huku mbio kuelekea maeneo ya Nzibira ambako mpaka sasa kuna wagaidi wa M23. Kishadu place nyama alinga kiameka akatregara anyatie pena na ndenge ya bien. Wana zozwa moto ya bien. Wana 4 gara do tindikila jama awa Kishadu staje lobi Nzibira tombe nyama zozwa moto ya malonga azwikire na epenza lelo. Wana zupula 4 gara eloko te zomona ngomba na kuna moni shene na zume yango wane ya to story kipere yango nyama za makasi te abeta minaye hapa isha pigwa na jengua isha kimbia nyama na jengua deja. Okay. Lima force. Bien. Makambo zo inda, makambo baby mape. Kaka moni ngomba na kuna makambo baby zana zume yango nani. Zomona. Angaki ya matawana beta mi akitina bibebetika liwana. Ngomba oyo kuna tokangia yango deja. Na oya kotoyo oyo. Ope tokangia yango. Apena makambo baby. Awa lima force azo tutango awa. Lima zo sembola awa. Eza mokozi.
kuna Alpha 1 Moize nazo sembo la kuna ukaka lokitonengeza ni kuna peje ilikuwa za kuna. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kwa asubuhi hii ya leo kutoka Baraka1 TV. Pengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Vile usikose kuendelea kushare na kusubscribe Mwangaza TV, na vile kuendelea kwa pamoja na Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yako Rajab Akili Kabonga. Bye bye.